Ninakuletea simulizi tamu ya mapenzi inayoitwa Shemeji Utaniua, sehemu ya kwanza. Mwandishi wa simulizi hii ni DJ Manumbu. Msimuliaji ni mimi binti Zuri. Dar es Salaam, jiji lisilolala, lenye ndoto nyingi na siri zisizoisha. Katika vilima vya kijani vinavyozunguka chuo kikuu cha Dar es Salaam maarufu kama Mlimani, ndipo alikuwepo msichana mmoja aitwaye Zawadi. Msichana mwenye uzuri wa kuvutia, akili nyingi na ndoto kubwa za kuwa mwanasheria mashuhuri siku moja. Zawadi alikuwa akisomea sheria, akijituma darasani, akipambana kuhakikisha maisha yake ya baadaye yanakuwa bora. Lakini kama ilivyo kwa vijana wengi, maisha ya chuo hayakuwa tu kusoma, yalikuwa pia na hisia, majaribu na tamaa zisizotabirika. Kwa kuwa hakutoka Dar es Salaam, Zawadi aliishi kwa dada yake mkubwa aitwaye Neema, ambaye alikuwa ameolewa na mwanaume mmoja aliyekuwa akijulikana kwa jina la Victor. Victor, mwanaume mtulivu, mwenye heshima, aliyekuwa na sauti nzito ya kuvutia na tabasamu la kuwa. Alikuwa na mwili ulioshiba na muonekano uliomfanya kila mtu amheshimu na wengine kumtamani kimya kimya. Na mmoja wa waliomtamani alikuwa Zawadi mwenyewe. Mwanzoni, Zawadi hakujielewa. Alijikuta tu akimwangalia Victor kwa muda mrefu kuliko kawaida. Akiwa mezani, macho yake yalimfuata bila yeye kugundua. Kila alipoongea, moyo wake ulidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Hapana, huyu ni shemeji yangu, Zawadi alijisemea mwenyewe mara nyingi. Lakini kadri siku zilivyopita, hisia ziliongezeka badala ya kupungua. Kulikuwa na kitu ndani ya Victor kilichomvutia sana Zawadi. Labda namna alivyomjali dada yake, au jinsi alivyoongea kwa utulivu, au hata namna alivyojitunza. Zawadi alijikuta akitamani kuwa karibu naye zaidi ya kawaida. Na hapo ndipo wazo lilipoanza kuchipuka kichwani mwake. Vipi kama nikijaribu kumvutia, kujionyesha ajue ninampenda, tuwe wapenzi? Mwanzoni alihofia. Lakini tamaa ilianza kushinda akili. Zawadi akaanza kubadilika taratibu. Alianza kuvaa mavazi ya kuvutia zaidi akiwa nyumbani, si ya wazi kupita kiasi, bali ya kusisitiza uzuri wake. Alijipaka manukato laini kila jioni Victor anaporudi kutoka kazini. Alianza kumtania kwa utani wa hapa na pale, akitabasamu kwa namna ya kipekee. Victor kwa upande wake hakuelewa mwanzo. Alimchukulia kama mdogo wake tu. Lakini taratibu alianza kugundua kuna kitu si cha kawaida. Macho ya Zawadi yaliongea zaidi ya maneno. Siku moja jioni, wakati Neema alikuwa ameenda kumtembelea rafiki yake, Zawadi alibaki nyumbani na Victor pekee. Ukimya ulitawala sebule. TV ilikuwa imewashwa, lakini hakuna aliyekuwa anaangalia kwa makini. Zawadi alikaa karibu kidogo na Victor kuliko kawaida. Na hapo ndipo mchezo halisi ulipoanza. Je, Victor ataweza kujizuia? Au atanaswa kwenye mtego wa Zawadi? Na je, Zawadi anajua anacheza na moto gani? Usikose sehemu ya pili ya simulizi hii ya kusisimua. Mambo yanazidi kunoga. Kama umeipenda, bonyeza like, share kwa marafiki zako na subscribe kwenye channel ya DJ Manumbu ili usipitwe na simulizi kali kama hii. Hii ni sauti ya binti Zuri. Tukutane sehemu inayofuata.